Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amefanya mazungumzo na Netanyahu kuhusu vita katika Ghuba. Rais huyo wa Marekani amemwarifu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Ofisi ya Netanyahu ilisema baada ya Iran kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Afisa mmoja wa Marekani alithibitisha juu ya mazungumzo hayo ya simu siku ya Alhamisi, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Mvutano umezidi kuongezeka kati ya Trump na Netanyahu kuhusu namna ya kushughulikia vita dhidi ya Iran. Mzozo huo umemgharimu Trump kisiasa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa za matumizi wakati wa vita. Hata hivyo, wakati huu mazungumzo hayo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu zaidi yanaelezwa ni juu ya namna ya kuendeleza mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mipango kadhaa bado inapangwa, lakini rais wa Marekani licha ya kwamba alisema hahitaji tena mazungumzo, lakini anaonekana ni mtu ambaye bado yupo katika namna ya kutaka mazungumzo baada ya Iran kutangaza kufunga tena mlango wa bahari wa Hormuz. Sababu ya rais wa Marekani Donald Trump kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kile kinachotajwa kwamba kulikuwa na mashambulizi ya meli zilizopita katika lango la bahari la Hormuz, jambo ambalo ilikuwa ni kinyume na kile alichoamini Rais Donald Trump katika mkataba wa MOU waliosaini kati ya Marekani na Iran, huku wa Iran wakiamini kwamba lango la bahari la Hormuz litasalia kuwa chini ya mamlaka yao ndani ya siku 30. Hata hivyo, siku 30 bado hazikutimia, lakini rais wa Marekani Donald Trump, kulingana na kile kilichoelezwa na wa Iran, anaamini kwamba makubaliano ni kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ulipaswa kuwa wazi. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likinukuu vyanzo ambavyo havikutambuliwa kwamba Israel iliwaarifu Marekani kuwa vyombo vyake vya kijasusi viligundua njama mpya ya Iran ya kutaka kumuua Donald Trump. Na wakati huu Trump ameona sasa lazima awe karibu na Mossad wa Israel. Inatajwa kwamba moja kati ya jambo ambalo liliua baadhi ya viongozi nchini Marekani ni kwenda kinyume na kile ambacho wa Israel walikuwa wakitaka kutoka nchini Marekani kutokana na ushirika wa muda mrefu na makubaliano ya muda mrefu ya Marekani na Israel. Inatajwa kwamba moja kati ya viongozi ambao waliuawa nchini Marekani, inadaiwa pia kwamba Mossad walihusika katika mauaji ya viongozi hao wa Marekani, na wakati huu inaonekana rais wa Marekani Donald Trump anatengeneza ukaribu kwa mara nyingine tena na kuondoa kauli zake za vitisho, lakini pia matusi dhidi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, na kwamba anaonekana kuwa mtulivu wakati huu wa mazungumzo na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu baada ya kuambiwa kwamba wa Iran wanapanga njia mpya za kutaka kumuua. Iran imekuwa ikiahidi wazi kulipiza kisasi dhidi ya Trump tangu muhula wake wa kwanza wa urais, wakati Marekani ilipomuua Jenerali Qasim Suleiman wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Hata hivyo, hata katika kipindi cha mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei wa Iran, raia wa kawaida wamekuwa wakiimba juu ya kutaka kulipa kisasi kutokana na mauaji ya Ayatollah Al-Khamenei, kwa maana waliomuua Khamenei wanapaswa na kuuawa. Ikumbukwe Ayatollah Al-Khamenei aliuliwa katika siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel, na hivyo wa Iran wanaona mtu pekee wa kwanza naye ni rais wa Marekani Donald Trump, na mwingine ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa nchini Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kutoka hapa The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.